Lakini nimepata taarifa kwamba katika eneo hili la Tanga nyumba karibia 16 zimepata shida ya kuezuliwa na nyingine kuanguka. Lakini kule Masigira nako nimeambiwa nyumba karibia 30 zimepata kadhia hiyo. Lakini pia Senengura nako nimeambiwa nyumba 4 zimepata shida hiyo. Jumla ya nyumba ni 50, ingawa asubuhi nilikuwa na taarifa ya nyumba 48 kwa ile taarifa ya kuanzia. Lakini pia majeruhi nimeambiwa hapa Tanga wako 2, kuna ambao wamepata shida kwenye vidole na miili, lakini kule Masigira nao wako 4. Kwa hiyo taarifa ya tukio hili ni yenye kutia taharuki, na kwa mkoa wetu ni mwendelezo wa matukio yanayofanana, kwa sababu wiki iliyopita pia tulipata tukio kama hili kule Mshangano, ambapo nyumba zaidi ya 16 plus nazo zilipata changamoto hii. Alichokisema mwenyekiti hapa naungana naye, kwa sababu hata kule shida tulioiona kubwa ilikuwa ni kwenye ujenzi wetu, ujenzi ambao kwa hali zetu ndivyo tunavyoona tujenge, lakini tunavyojenga kwa gharama nafuu hizo, gharama zinakuwa kubwa zaidi kunapotokea shida kama hizi ambazo zimekwisha kutokea. Na mimi pia niendelee kusisitiza, kubwa ni swala la ujenzi wetu. Ni afadhali tuingie gharama ya awali katika kujenga kitu kitakachokuwa bora zaidi kuliko tukisema tunawahi kujenga alafu tunaishi katika mazingira ya hofu, kwa sababu mvua zikinyesha unaona tofali zimeanza kuroa, lakini upepo ukija ni rahisi kuezua na ziangusha. Kwa hiyo tunapojenga niombe tuzingatie. Lakini lingine kubwa ni uharibifu sasa wa mazingira unaotokana na kukata miti, ambayo mingi kati ya hiyo inasaidia kuzuia upepo. Lakini ukiangalia hapa tangu tumekuja ni bare land, yani ni ardhi iko wazi, miti ni mmoja. Ukifanya hivyo maana yake kinachoenda sasa kuzuia upepo inakuwa ni nyumba, sio tena mti. Na ndio maana ukiangalia mahindi yamelazwa kwa sababu hakuna kizuizi, miti michache imechukuliwa na nyumba nyingi zimeondoka kwa sababu hiyo. Kwa hiyo tujitahidi katika kupanda miti, tujitahidi kutokuikata ile iliyopo, lakini pia tuangalie mabadiliko ya tabia nchi yana athari nyingi. Kuna upepo mwingi, kuna mvua nyingi, lakini pia kuna joto jingi. Ndani ya mkoa na ndani ya wilaya tunazo kamati za maafa ambazo yanapotokea majanga makubwa kama haya zinakaa na kuona namna gani zinaweza kuwashika mkono. Nielekeze kamati ya maafa ngazi ya wilaya ikae, itathmini, na yale ambayo itaona yako juu ya uwezo wa kamati ya wilaya basi watuletee kwa haraka, na kwa vile tumekwisha kuona basi na sisi tutaenda kukaa kama kamati ya mkoa tuone ni namna gani tunavyoweza kushirikiana nanyi katika tukio hili. Poleni kwa maafa. Jambo muhimu tu ambalo nimeliona hapa, ushauri ni mambo mawili. Kwanza, tunapojenga nyumba zetu tuweke imara. Tujitahidi kuweka ring beam ili kuleta uimara. Ujenzi wetu uwe imara kwa kuzingatia hilo pia. Lakini la pili niloliona, eneo letu limekuwa jeupe mno. Tuwe na tabia na mazoea ya kupanda miti ili kupunguza kiwango cha upepo.